Sasa ndivyo kama tulivyokuwa tukiongea kwa habari hizo. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba unabadilisha maisha yako, ni kuhakikisha kwanza unajifunza kwa waliofanikiwa, alafu pia unahakikisha masuala yako yenyewe binafsi unajipanga vizuri. Njia zako za mapato angalia kwanza, zichunguze kwa makini. Ikiwa kwamba je, hii kazi ninayoifanya ina faida? Ndio. Kama haina faida, basi unaangalia jinsi ya kufanya, kutadiliwa, kufanya nini, lakini vyote vile bado vinahitaji bidii, vinahitaji juhudi, vinahitaji jitihada za kuhakikisha unafika mbele. Na masuala yako yote ya mipango yako ya mwaka, ijapokuwa hata kama ulikuwa nayo mwaka uliopita na bado mwaka huu yalibaki viporo, na sasa tena bado unataka kuendelea ili kufikia malengo yako, Biblia inasema andika njozi zako, maono yako yaandike, na usikate tamaa. Rudia tena kufanya kile kitu ambacho kilishia njiani, lakini hakikisha kwa kwamba unahakikisha unachunguza, je, njia zangu za mapato zinakidhi mahitaji? Je, hii kazi ninayoifanya inaweza kunivusha viwango? Kama haiwezi kukuvusha viwango, unaangalia ni kipi ambacho kinaweza kufanya, kipi kipya sasa kingine ufanye. Hicho ndicho kitakachoweza kutofautisha mwaka wako huu, kuona mwaka umekuwa mpya na mwaka umekuwa mwingine. Kwa hiyo kama utang'ang'ana na njia zile zile, kama utakaa na wakati ule ule na mambo yale yale ambayo ulikuwa ukiishi, umefanya kazi mwaka mzima hujaona faida na bado utarudia kazi ile, angalia marafiki wanaokuzunguka. Nani ambaye alikuwa ni kikwazo kwako? Nani ambaye huyo anakuharibia njia zako? Kumbuka kumwomba Mungu, kumbuka kutokata tamaa, na kumbuka kujaribu kuwauliza wale ambao wanaweza. Naomba unielewe vizuri. Kutabiriwa kwa mwaka ama kuzungumziwa kitu chochote kile kanisani hatukatai, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu ndio dira ya kutembea nayo katika mwaka mzima. Lakini kuna vitu ambavyo vinatakiwa ndani ya mtu mwenyewe binafsi kuhakikisha unakuwa na juhudi, unakuwa na jitihada ya kuhakikisha unabadilisha mifumo yako ya kimaisha, na hapo ndipo utakapokuja kuona mwaka huu unakuwa tofauti na mwaka ule. Tofauti na hapo itabaki ni vile vile, maana miaka yote inakuja ni kama vile namba tu za kawaida zinapokuja tu. Tarehe ni zile zile, siku ni zile zile, changamoto ni zile zile, na umri unaenda polepole. Kwa hiyo hakikisha unazingatia mambo hayo. Haleluya. Hakikisha unazingatia. Usidharau kazi unayoifanya wala usilaani, lakini hakikisha unamwomba Mungu akubadilishie ili kazi unayoifanya iwe kubwa, kazi unayoifanya itanuke, kazi unayoifanya Bwana ibariki na upate kwenda kuona mema yake na upate kwenda kujitekeleza. Ni 2026 tukiwa mwanzoni, lakini mambo yote yatawezekana kwake yeye aliye na bidii. Tutabadilisha maisha yetu sisi tulio na bidii, na mipango yetu tunaianza mwanzoni mwa mwaka.